Weka msingi wako katika wokovu. Wewe ndio unahitaji Mungu. Wewe ndio unahitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unahitaji Mungu asubuhi, unamhitaji mchana, unamhitaji usiku, kila dakika. Na Mungu hakuhitaji wewe, maana hakuna kitu unaweza kufanya in the spiritual, huo ufalme wake huko juu. Haleluya. Yeye anakutaka ukuwe na yeye, umtumikie nini ndio aweze kukubariki. Yaani tamanio la Mungu wetu ni akubariki. Uonekane wewe ni mtoto wake, akungalisha, akutengeneze. Ndio watu waseme kwamba nataka niabudu Mungu wa Diana. Nataka niabudu Mungu wa Innocent. Nataka niabudu Mungu wa Onesimus. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anataka tu umtumikie. Hakuna kitu anahitaji kwako. Wewe unahitaji vitu kwa Mungu. Na ndipo hapo Yesu akasema kwamba huwezi kutumikia Mungu na mali. Amen. Amen. Aidha utapenda huyu, utachukia huyu. Ukiweka imani yako katika mali na utajiri, utapenda pesa, utachukia Mungu. Amen. Kwa hivyo tuweke msingi wetu ndani ya Yesu Kristo. Ni vizuri uangalie mahali umeweka msingi wako. Jamaa mmoja alikuwa tajiri sana, akaenda kwa Yesu. Akamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini urithi uzima wa milele? Akamwambia, shika Torati. Akamwambia, nimeshika tangu utotoni. Akamwambia, umepungukiwa na kitu kimoja. Enda kauze mali yako uwape maskini. Huyu maandiko yanasema huyu jamaa akasikia roho yake ameumia. Kwa hivyo akaenda. Yesu akatazama akasema hivi, ni ngumu sana kuangamia, ni rahisi sana kuangamia kupitia kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika uzima wa milele. Maana tajiri huyu, kijana huyu, msingi wa wokovu wake alikuwa ameweka katika mali na utajiri. Amen. Msingi wake alikuwa ameweka katika prosperity and wealth. Are you getting me? Sasa hiyo mali angeweza kunguza. Hiyo pesa ilikuwa inamsaidia peke yake. Hakuwa na haja kusaidia maskini, hakuwa na haja kusaidia wale ambao wanateseka, ilikuwa ni mali amejiwekea mwenyewe. Kwa hivyo ndivyo Yesu alipomwambia, ni ngumu sana kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu wanaweka matumaini yao na vitu zao katika utajiri wao. Msingi wa wokovu wa mtu ameweka katika utajiri. Kwa hivyo ni ngumu sana Mungu kukaa ndani yake, kwa sababu hizo mali akiwa nayo, hizo vitu akiwa nazo, amtumikii Mungu nazo. Ni zake yeye mwenyewe na familia yake. Alafu hapo pengine anashika zile sheria za Mungu, lakini anapozishika anajua kabisa anazishika kisheria, ashiki katika roho. Tumeona kwamba Wagalatia walikuwa wameanza kwa roho, ikafika tena wakapika kwa mwili. Amen. Naye huyu alikuwa ameshika sheria. Baada ya kushika sheria, kuna utajiri ameweka, umemtawala. Kwa hivyo kuna level hawezi kupita, amejiwekea sheria fulani, amejitungia mambo yake, kwa sababu hapo ndipo anaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kulikuwa na jamaa mmoja aliyepigwa na wakora usiku. Alipopigwa na wakora, maandiko yanasema kwamba makuhani wakapita pale hawakumsaidia. Lakini kukapita jamaa mmoja alikuwa na roho mzuri, a good Samaritan. Akaona mtu vile aliumia, akaona kwamba ni Myahudi, mimi ni Msamaria. Wacha nichukue huyu jamaa nimpeleke hospitalini akatibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule Msomali ama yule Msamaria akaweza kuwashinda wale waliokuwa wameshika sheria. Akafanya the best all the law could do, maana alikuwa na roho nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amejenga msingi wake katika Mungu. Si kwamba Samaria hakukuwa na Mungu, alikuwa. They were worshiping him but in a mountain. Walikuwa wanaenda kumtumikia milimani. Unajua kila kata kuna vile wanatumikia Mungu wao. Haleluya. Na hivyo Mungu anakubali. Kuna vile watu wanatumikia Mungu huyu mmoja tunayetumikia. Kuna wengine wamesema kwamba sisi tutakuwa tunaabudu juu ya mti. Ni Mungu huyu mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inategemea vile umejicommit kwa huyu Mungu ambaye tunatumikia. Huyu Mungu ambaye alitukomboa kwa damu ya dhamana ya mwanae Yesu Kristo. Itategemea vile umejiweka kwake, vile unaishi na watu, vile unafanya mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unapoangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ni ya 10, kuna jamaa mmoja anaitwa Cornelius. Pale tunasoma tukipita tu haraka.
Cornelius was a very righteous man. Na alikuwa mtu wa kutoa, but alikuwa amepungukiwa na kitu kinaitwa salvation. Hallelujah. Ilibidi Mungu atumane. Alikuwa tajiri mkubwa, lakini hakuwa ametawaliwa na utajiri. Hapana. Utajiri alikuwa ameukalia. Amen. Unapoangalia, unaposoma walipata, unapata kwamba Cornelius alikuwa ni mtoaji. Alikuwa anafanya kazi ya Mungu na maana ya utajiri wake. Mpaka ikafika time Mungu akasikia kuomba kwake na kilio chake kikasikiwa. Na Mungu akatuma malaika akamwambia, akatumane mtu anaitwa Simoni, ambaye kwa mtu anatengeneza ngozi. Wakati Petro alipoingia pale, maana huyu mtu alikuwa Muitalian. Cornelius alikuwa mtu wa Italian. Unapoangalia Myahudi na Muitalian, there's no connection. Lakini sasa huyu mtu alikuwa mzuri, anatoa sadaka, anatoa dhabihu zake. Hata anawapa maskini. Haleluya. Ni kumaanisha kwamba alikuwa ameshinda nini? Alikuwa ameshinda ule ukawaida wa wokovu. Alikuwa amemshika Mungu. Lakini kuna kitu moja alikuwa amekosa. Alikuwa amekosa kitu kinaitwa wokovu. Ilibidi Mungu atume Petro aende akamwombee wokovu. Ipo sasa akuwa amethibitika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Ule msingi ulio nao wa Mungu ndani yako, hiyo ndio future ya maisha yako ya wokovu. Leo hii watu wengi, hata unaposikia watu kule nje wanasema, siwezi enda kanisani, mapasa kitu wanatakanga ni pesa. Huko ni kutoa. Na unauliza huyu mtu, wakati anapoenda kilabu kunywa pombe, si kutoa? Anapoenda hospitalini, si kutoa? Anapopeleka shuleni, si kutoa? Bwana Yesu asifiwe. So, huyu mtu anasema kanisani ndio kunatolewa. Unawezaje kupata kibali cha Mungu usipo toa dhamani? Hata kwa Mungu watu utoa na upata nini? Upata kibali. Haleluya. Unatoa dhabihu, unatoa zaka, unapokea nini? Kibali. Vile unaposomesha mtoto wako aende mbali, vile unapotoa kwa kazi yako, hivyo unafaa utoe katika ufalme wa Mungu, ndipo ukapate kubarikiwa. Amen. Msingi ule umeuweka katika maisha ya wokovu wako ni dhabiti. Sio dhabiti, inategemea sana na future yako. Kama umeweka msingi ambao ni weak, msingi ambao si dhabiti, hautakuwa na maisha katika wokovu. Haleluya. Kuna mtu aliokoka ili maana ameona msichana mzuri kwa kanisa. Wakati ameingia kwa kanisa, ataua wokovu ule msichana, na mwisho ataanza kuambia huyu msichana sitaki uende kwa hiyo kanisa. Amen. Maana ameweka msingi wake wa wokovu katika mwanadamu. Ameokoka sababu ya mwanadamu. So itafika hata mtu atawacha kanisa tutembe ikifika. Hallelujah. The foundation of your salvation is very important. Msingi wa wokovu wako ni wa maana sana. Unaposoma katika kitabu cha John chapter 3 verse 4 and 5, kama mtu atasomea hiyo. John 3, 4 and 5. John 3, 4 and 5. Yasema? Chapter 3, 4 and 5. Yes. I will read. It says, how can a grown man be born again? 3. Turns up number 3. Yeah. John chapter 3, from 3 to 5, it says, Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. Yes. 4 says, how can a grown man be born again? Nicodemus asked. He certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time. 5 says, I am telling you the truth, replied Jesus. No one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Fika tu hapo. Amen. Soma Kiswahili. Yohana 3:3. Yesu akajibu, akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa?
Yesu akajibu, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. Fika tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu anasema kwamba msingi imara wa wokovu ni kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa wokovu, the foundation of salvation is to be born again, to become a new creature. Ule mtu ambaye alikuwa anakunywa pombe akizaliwa mara ya pili anawacha. Mtu aliyekuwa mzinzi akizaliwa mara ya pili anawacha hizo vitu. Ni kuwa kiumbe kipya, kuishwa upya tena katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu anasema kwamba mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili, asipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Huyu ni Yesu na hakudanganya. Mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili, asipopeana maisha yake kwa Yesu. Huyu ni Nikodemo ambaye alikuwa ni mkubwa fulani katika ukoo wa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mkubwa fulani katika ukoo wa makuhani. Na the Bible says akaenda kwa Yesu usiku. Akamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kurithi uzima wa milele? Haleluya. Akamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Uzaliwe mara ya pili ni kufanya nini? Ni kugeuzwa nia, kugeuzwa akili, kugeuzwa mawazo, kugeuzwa ungeuzwa akili yako na makusudio ya moyo wako imwelekee Mungu. Haleluya. Umekuwa mtu mbaya, umekuwa unafanya uchawi, ulikuwa ni msherati, ulikuwa ni mzinzi, unaitumikia dunia. Sasa unapozaliwa mara ya pili unakuwa kiumbe kipya, ama unakuwa mtoto mpya katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa mtoto mpya, kutoka hapo unaanza upya ndani ya Yesu Kristo, na kutoka hapo unakuwa mtu ambaye anastahili kutegemewa, si watu tu bali na ulimwengu mzima. Si watu tu, si familia yako tu. Haleluya. Utakuwa unahitajika na watu wengi, kwa sababu yale matendo uliyokuwa ukiyafanya yamebadilika. Unaonekana ukifundisha watu kuhusu neno la Mungu, unaonekana ukisaidia mayatima, unaonekana ukifanya kitu cha maana. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, ile pombe unakunywa unasema sitakunywa, hii nitapeleka orphanage. Unasema kwamba sasa hii sitafanya, nitapeleka kanisani. Unasema sasa hii sitafanya kwa sababu hii nimekuwa kiumbe kipya. Sasa nataka nianze nikuwe na matendo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Now for you to be born again, you must receive him as personal savior in your life. Hallelujah. Ili uthibitishe ule wokovu wako, lazima pia uweze kumkiri huyu Kristo ya kwamba yeye ndiye Mwokozi na yeye ndiye Bwana wa maisha yako. Maana usipomkiri kwa kinywa hauwezi kuweka ule msingi. Haleluya. Kuna mtu amewekelewa mikono mara 50. Pasta huyu amekuwekea, umewekewa na mwingine, umewekewa na mwingine. Kwanza sababu hujui nini unataka, you don't know what you want. Nilikuwa na hiyo shida zamani. Jili kihubiriwa nikipita mahali kuna crusade naekelewa mikono. Siku moja Roho wa Bwana akaniambia hapana. Ile siku ulimkiri Yesu hivyo ndivyo uliokoka. Kitu unahitajika kuwa nacho ni matendo sasa. Anza kufanya matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilikuwa nimeongozwa nikamkiri. Sasa mimi nasikia injili na nachoma kila wakati. Nikipita tu mahali kuna crusade nataka tu niokoke. Kisema Bwana Yesu nakuja kwako, nisamehe dhambi na makosa. Sasa ikafika wakati Roho Bwana akaniambia hapana, uliokoka, kitu unahitaji ni kuwa na matendo yenye imani. Haleluya. Kwa hivyo msingi wangu wa wokovu niliuweka katika Kristo. That's why I've now 20 years in salvation, still serving this Lord. Hallelujah. Hata changamoto zikuje na mtumikia. Hata mambo ikuje na mtumikia. Si kwa sababu ya shida na mtumikia, hapana. It's not because nitakuwa na utajiri, hapana. Hallelujah. I will serve him all the time because that is what I was created to be. That's why I was born to be. I have to serve him all the time. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. What is the foundation of your salvation? Ni msingi gani uliokuja kwako? Is it the foundation of fear? Is it the foundation of law? Is it the foundation of grace? Hallelujah. Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na mengine mtafanya nini? Mtaongezewa. Huo ndio ulikuwa msingi wa mafundisho haya. John 6:33. Tuweke msingi katika ufalme wa Mungu. Tuweke msingi wa wokovu katika ufalme wake Mwenyezi Mungu. Haleluya.
Na tukiweka msingi mahali pale, ule wokovu wetu ambao tunaishia saa hii, tutakuwa tumethibitishwa ndani yake. Kwa hivyo ni vizuri sana ushike hiyo imani, ushike huyu Yesu, uambatane naye siku zote za maisha yale umebaki na hapa duniani. Maana maisha haya tuko nayo ni mafupi. Bwana Yesu asifiwe. Juzi ulikuwa shuleni standard 3. Umefika form 4. Umeenda college. Saa hii sasa umekuwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia mahali umetoka unaona ni jana. Unaenda miaka 50. Unapoona miaka ikipanda inamaanisha nini? Your day of death is coming close. Kila siku inapoongezeka, siku yako ya kufa inakaribia. Amen. The more days added, the more the day of death is coming close. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri uweze kuprepare because you don't know the day and the hour. Ni vizuri ukuwe umejiandaa. Kama wale bikira wangapi? 5. Wale bikira wengine 5. Na bikira 5 walikuwa wamejiandaa kabisa. Walikuwa 10. Bwana Yesu asifiwe. 10 walikuwa wanajua wameweka msingi wao kwa Yesu Kristo. Matthew 25. Walikuwa wameweka msingi wao kwa Yesu na walikuwa wanamngojea huyu Bwana. Haleluya. Wakati bwana harusi alipokuja usiku wa manane, hao 5 wakaingia, wengine wakaanza kuanza kujiandaa. So, how have you prepared yourself? Ni msingi gani uliopata wa wokovu? Maana huo msingi ni wa maana sana katika maisha ya wokovu wako. Haleluya. Katika maisha ya kushikamana na huyu Mungu. Watu wa siku hizi wamechoka na Mungu. Hawana haja na Mungu. Wameona imekuwa mazoea. Ni kwa sababu injili imehubiriwa sana mpaka watu wakaona ni kitu cha kawaida tu. No wonder unapata kwamba people are not in the church, they are busy doing their things, they are busy doing what they want. Bwana Yesu asifiwe. Bali sasa msijali kwa sababu Bwana ako karibu kuthibitishwa, Bwana ako karibu kurudi duniani aweze kulinyakua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. So let us all be built in Jesus Christ and have this great faith that this great commission. Tukishia kwamba tutaweza kurithi uzima. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba kuna wale walikuja asubuhi saa 8 na saa 11 walilipa the same. Bwana Yesu asifiwe. Wenda sisi ndio wa the 11th hour. Tutalipa kama wale wengine. Yesu alikuwa anasema kuhusu watenda kazi. Wale walioanza kufanya kazi. Unajua anaposema watenda kazi, anamaanisha wale wahubiri. Sio washirika. Kuna tofauti ya mshirika, kuna tofauti ya mfanyikazi. Pastors are men of God at the pulpit. Hallelujah. Kwa hivyo Yesu anawatuma waende wakafanye kazi yake wapi? Na aliashiria vile siku za mwisho atawatuma. Aliashiria kwamba kuna watu atawatuma, wale wa kwanza the apostles. Amen. Kuna wale watahubiri injili hapo katikati na kuna wale watahubiri dakika za mwisho wakikuja. Wale watahubiri in the 11th hour. The 11th hour ni pale mwisho. Kuhubiri ile injili sasa, ile injili ya siku za mwisho kabisa. Hao waliohubiri wa mwisho na wale waliohubiri wa kwanza, hao wachungaji wote wako kategori moja. Maana walituma wakafanya nini? Wakafanya kazi katika shamba la Mungu. Kwa hivyo yeye mchungaji aliyekuwa wa kwanza akina Petro, aliyehubiri hapa katikati na watakaohubiri siku hizi za mwisho bado watu watalipwa the same. Kwa ile kazi ambayo alifanya, hata kama huyu alifanya masaa 2, akaleta mtu mmoja kwa Yesu Kristo, atalipwa sawa sawa na yule aliyeleta watu 50 kwa Yesu zamani. Haleluya. Kwa hivyo hizi ni siku ambazo ni siku za hatari sana, that we need to give ourselves to serve the Lord. Tumtumikie kabisa, tulitie jina lake kabisa, tumfanyie kazi kabisa na jina lake liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Nataka nifike mahali pana najua kwamba kuna kitu umegain katika imani. Amen. Tusimame tuombe. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru na kuinua mfalme wa ajabu kwa sababu ya neno hili na mafundisho ya Bwana Yesu. Enda ukapate kubariki watu wako na kuwainua katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba na kuamini. Amen. Na rudisha hii kipaza sauti kwa kiongozi wa ibada. Karibu.